mambo ya nafsi, yaani nafsi ina hisia, ina akili, ina utashi. Na kuna wakati nitafanya uchambuzi wa akili. Nitafanya uchambuzi kidogo wa akili kama nitafika huko. Akili ya mwilini, akili ya hapa kwenye nafsi, na akili ya rohoni. Uweze kuelewa kuna madaraja matatu pia ya ufahamu unapozungumza kutembea na Mungu. Sasa udhani haya mambo ndio roho, na kwa sababu hiyo huwa wanakuwa na mtazamo wa roho, wanaitazama roho kwa jicho la nafsi, wakidhani kwamba roho ni nafsi, kumbe wanakosea. Kwa hiyo kuna eneo la hisia, akili na utashi. Utashi ni maamuzi. Kuja hapa umeamua, hatuja kufunga kamba kuja hapa, na kuna yule ameamua kubaki. Sasa nafsi huwa haishikiki, haionekani, inafahamika kwa kazi zake. Bwana asifiwe sana. Eneo hili la hisia unaweza kwenda ndani zaidi ukaanza kuona ujasiri wa mtu. Ukiona mtu ni mjasiri, maana yake unaweza kuona ni hisia, ujasiri. Hatujapewa roho ya hofu, uwezo wa kukabiliana na mambo katika jicho la kimungu. Maana yake inategemea namna gani mtu huyo nafsi yake imejengwa. Bwana asifiwe sana. Mtamkumbuka Joshua anaporudisha taarifa kwa Musa, na wakati mwenzake Joshua anaitwa nani? Caleb, anaporudisha taarifa kwa Musa, na Caleb wakati anaongea na Joshua akitaka apewe ule mlima, anaanza kumwambia Joshua, kumbuka ilikuwa ni miaka ile ya ujanani tulipotumwa na mtumishi wa Mungu kwenda kule kuipeleleza ile nchi, na mimi nikaleta taarifa kama moyo wangu ulivyosema. Akasema nilileta taarifa ya moyo wangu. Bwana asifiwe sana. Kisoma hapo alizungumza hivyo, nilileta taarifa ya moyo. Sasa unaanza kuelewa kwamba alichokiona yeye kilitokana na tafsiri ya moyo wake, sio tafsiri ya macho. Bwana asifiwe sana. Na ndio sababu nazungumza, ili kutembea na Mungu ni lazima haya maeneo yote uanze kujengwa. Maana yake uyajenge, uyatengeneze, ili uweze kuwa mtu wa matokeo katika kutembea na Mungu. Kwa hiyo anasema ninaleta taarifa ya moyo. Sileti taarifa kutokana na tafsiri ya kile nilichokiona, lakini naleta taarifa kwa sababu ya jinsi moyo wangu ulivyotengenezwa na kutembea na Mungu. Akasema ile nchi tunaweza kuichukua. Anasema ile nchi Bwana ameondoa ule utukufu uliokuwa umewafunika. Sasa hivi tunaweza kuitamalaki. Ni taarifa ya moyo wa mtu. Bwana asifiwe sana. Ukiona mtu muoga, hofu, mashaka, hofu, mtu muoga, ni hapa panakuwa na shida. Bwana asifiwe sana. Mtu asiye na imani ni hapa kwenye nafsi. Ndio sababu ni eneo la muhimu sana. Kwa hiyo kitabu kile cha Wathesalonike kinatuonyesha kwamba mtu ameanza na kutaja nafsi, akaja roho, akaja na mwili, ikionyesha mtu ana hivyo vitu vitatu. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, na yeye hapa anazungumza ili kuonyesha mwanadamu ana vitu vitatu ndani yake. Kuna mtu mmoja akasema mwanadamu ana nafsi tatu, ila ana nafsi tatu, akiokoka anakuwa na nafsi 4. Lakini nilielewa alikuwa anamaanisha nini. Alikosea, sio kwa makusudi. Mwanadamu ana nafsi moja. Bwana asifiwe sana. Nafsi ni moja. Mtu ana nafsi hii moja. Mwenye nafsi tatu ni nani? Ni Mungu. Na tunaposema nafsi, maana yake Mungu ana Yesu ambaye ana akili, ana hisia, ana maamuzi yanayojitegemea.
Ana Roho Mtakatifu, ana akili, ana hisia, ana nini tena? Ana maamuzi yanayojitegemea. Alafu kuna Baba, ana akili, ana hisia na maamuzi yanayojitegemea. Wote hao watatu wakati huo ndi Mungu. Kwa hiyo unaposema mtu ana nafsi tatu, maana yake tunategemea akili, hisia, hizo personalities zote zikiwe aina tatu. Mnanielewa kitu nazungumza? Na maadamu hana hizo zote tatu, kwa hiyo mtu ana nafsi moja na ana mwili mmoja na ana roho moja, ambavyo vinakaa kwa pamoja, lakini vinafanya kazi kwa ushirika. Sasa Waebrania 4:12 anasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo hapa tunapata uthibitisho kwamba kuna roho na kuna nafsi, lakini hapa tunapata uthibitisho kwamba roho sio nafsi, kwa sababu neno la Mungu li jepesi, anasema kuliko upanga uwao wote, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Kwa hiyo tunaanza kuona kuna nafsi alafu kuna roho. Neno li jepesi kugusa kwenye roho, kugusa kwenye nafsi. Li jepesi kuyapambanua mawazo, kutambua mawazo. Kwa hiyo ndio sababu neno likipita, ni kitabu cha Waebrania 4:12. Ndio sababu neno likipita linaweza kumfanya mtu akaokoka. Ndio sababu neno likipita linaweza likakutana na kutibu shida na matatizo aliyonayo mtu. Bwana asifiwe sana. Wacha tukimbie. Sasa vitu hivi vitatu alivyo navyo mwanadamu. Mwili, tukija kwenye mwili utuwezesha kuwasiliana na ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ni lazima kwanza uelewe kuna ulimwengu wa mwili na kuna ulimwengu wa roho. Kuna aina mbili za ulimwengu. Kuna ulimwengu wa mwili na kuna ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Na mwili ndio ambao unakupa uwezo wa kutembea kwenye ulimwengu wa mwili. Naomba nisikie amen moja nzuri. Alafu mwili huo ndio ambao unakuwezesha kuweza kuwasiliana na ulimwengu wa mwili, kuupambanua ulimwengu wa mwili, lakini hata kukamilisha mambo katika ulimwengu wa ngapi? Wa mwili. Ndio sababu ukiwa na afya njema, wewe umefanikiwa 50%. Bwana akikujalia afya njema, umefanikiwa 50% ngapi? 50%. Unaweza kufanya kitu kwenye hii dunia, kwa sababu mwili unakupa hiyo nguvu, na ni vizuri kuutunza, na ni vizuri kuutunza mwili ukitaka kumtumikia Mungu. Ukiwa na huo mwili uliotunzwa, unaweza kukufanya ukalisimamia kusudi la Mungu unapokuwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafsi hutuwezesha kujitambua sisi wenyewe, inatufanya tujitambue sisi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na ndio sababu Mungu akitaka kutujenga huwa anapita kwenye nafsi, anakujenga wewe, unajipambanua wewe ni nani, na ili usimame katika nafasi yako. Na ndio sababu ukiumwa nafsi, mwili unaumwa. Mnaelewa kitu nazungumza? Ukiumwa nafsi, kwa mfano watu ambao wameteswa, wamejengwa vibaya katika nafsi zao, ni watu ambao hawawezi kufanya kitu cha maana, hawawezi kujiamini. Na naelewa kitu nazungumza? Watu ambao wamejengewa uwezo, wamejengwa kuona hawana uwezo. Yaani ili kujengwa, wewe unajengwa kwenye nafsi ili uweze kuwa kiongozi imara. Ujenzi wako wa kuwa kiongozi imara unafanyika kwenye nafsi. Umeelewa kitu nazungumza?
Hata imani yako kama Mkristo huwa inajengwa kwenye nafsi. Lazima uelewe hicho kitu. Imani yako, tunapofika mahali tunaona huyu mtu ni shujaa wa imani, ujenzi wake umefanyika kwenye nafsi, inabadilishwa. Bwana asifiwe sana. Ndio sababu kitabu kile cha Warumi sura ya 12, kitabu cha Warumi sura ile ya 12 anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, si ndio? Anasema basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake nani? Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Mstari nao utaka ni huu wa pili sasa. Anasemaje? Wala msifuatishe namna ya dunia hii, anasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nini? Nia zenu. Sasa nia ni eneo la nafsi. Bwana asifiwe sana. Ni kipengele katika nafsi. Kwa hiyo anasema mbadilishwe nini? Nia. Kiingereza anasema nini? Mind. Kwa hiyo unaweza sasa mbadilishwe nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unaanza kuona, ili uweze kujua mapenzi ya Mungu ni lazima matengenezo katika nafsi yafanyike. Ili uweze kujua Mungu anataka nini kwa wakati huu, ili uweze kuyapata mawazo ya Mungu, anasema ndipo mtakapojua hakika yaliyo mapenzi ya Mungu, mapenzi yaliyo mema, mapenzi ya kupendeza, mapenzi makamilifu. Ili utembee katika barabara ya wito wako, utembee katika barabara ya Ukristo wako, eneo hili la nafsi ni lazima litengenezwe. Nani ananielewa kitu nazungumza? Ndiyo, lazima hilo eneo litengenezwe. Lakini eneo la roho ya mwanadamu ndio ambayo inatuwezesha kuupambanua na kuuelewa ulimwengu wa roho. Narudia tena, roho ya mwanadamu ndio ambayo inatuwezesha kuupambanua na hata vile kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Roho ya mwanadamu ndio ambayo inatuwezesha kuweza kupambanua na kuweza kuwasiliana na ulimwengu wa roho. Lakini jambo jingine, katika roho yako ndipo ambapo watu huweza kumwabudu Mungu. Huwezi kumwabudu Mungu na ukafanikiwa kumwabudu Mungu isipokuwa ni katika roho. Bwana asifiwe sana. Ndio sababu kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 4, si ndio? Mstari wa 20. Biblia inasemaje? Wanaomwabudu Mungu, Biblia inasema Mungu ni nani? Na hao wanaomwabudu imewapasa. Neno imewapasa maana yake ni lazima. Yaani maana yake hakuna nini? Hakuna mbadala. Ili uweze kumwabudu Mungu maana yake ni lazima. Kwa hiyo maana yake ili uweze kutembea na Mungu ni lazima roho yako iweze kuuishwa, iweze kufanywa kuwa hai. Ndio sababu unapotaka kumwabudu Mungu. Lakini eneo la kumjua Mungu, ili kumjua Mungu, kumpambanua Mungu, ni eneo la nini? Ni eneo la roho yako. Sasa kwa nini nafundisha mambo haya? Nafundisha mambo haya ili katika kuishi kwako uanze kufanya vitu ukielewa kwa nini unafanya. Usifanye, yani kutembea na Mungu na kutengeneza mahusiano na Mungu isiwe ni jambo la kubahatisha, iwe ni jambo la kukusudia, na uelewe kabisa kwamba ninafanya hiki nikiwa ninabadilisha hiki kwenye maisha yangu, nafanya hiki nikiwa ninainua hiki kwenye maisha yangu, na hapo utakuwa mtu wa matokeo. Na nielewa kitu nazungumza. Maana yake usipoteze nguvu mahali ambapo upaswi kuwekeza. Kuna mtu ananielewa kitu nazungumza? Jambo jingine ambalo nataka nikuonyeshe, roho na mwili huwa ni mahasimu. Maana yake kila mmoja ana mwelekeo tofauti.
Yule anayetokea mwenye uwezo zaidi ndiye ambaye atamvuta mwenzake. Kwa hiyo roho ina uwezo wa kuvuta mwili ikiwa roho itawezeshwa, na mwili ina uwezo wa kuvuta roho ikiwa mwili utafanyaje? Utawezeshwa. Okay, kwa namna nyingine, ili uweze kutembea na Mungu ni lazima uelewe habari ya ulimwengu wa roho na mtu wa rohoni, na uwekeze katika roho yako kimakusudi ili uweze kuvuta mwili, kwa sababu roho na mwili wote wana kiti cha ubwana, wana kiti cha utawala. Mwili wako una kiti chake cha utawala. Asiyekuwa na kiti cha utawala ni nafsi peke yake. Nafsi hana shida. Nafsi yeye anaangalia ni nani ambaye ni mkubwa. Akishaona huyu ni mkubwa, anafuatana naye. Akiona mwili ni mkubwa, anafuatana naye. Kwa hiyo kama roho yako ni dhaifu, nafsi itaambatana na mwili. Na hapo tunapata mtu anaitwa mtu wa mwilini. Nani ananielewa kitu nazungumza? Ukiangalia kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 6. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 6 anasema namna hii: kwa maana nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Narudia tena. Biblia inasema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti na bali nia ya roho ni uzima na amani. Sasa unaweza kuona mauti ni kifo. Mauti ni kutokufanikiwa. Mauti ni kinyume na kustawi. Maana yake mtu yeyote ambaye atavutwa na mwili na kuongozwa na mwili ni mtu ambaye hawezi kuona mafanikio. Siri ya mafanikio ni siri ya kuwekeza katika roho yako. Ukitaka kuona vitu vinabadilika, ni lazima uanze kuwekeza katika utu wako wa ndani. Na unapowekeza katika utu wako wa ndani, sasa nini maana ya uzima na amani? Amani yenyewe ni shalom. Maana ya shalom ni mafanikio. Yesu anaitwa mfalme wa amani, wa mafanikio. Tunapozungumza mafanikio, maana yake ni baraka iliyokamilika. Maana yake ni kuinuka kuliko kamilika. Maana yake mara zote focus ya roho ya mtu, focus ya roho ni kuinua maisha yako. Hakuna mtu yeyote ambaye atawekeza katika roho na akawa na maisha yaliyo chini. Narudia tena. Hakuna mtu yeyote ambaye atawekeza katika roho yake na afeli kwenye maisha. Narudia tena. Hakuna mchungaji ambaye atawekeza katika roho yake na akashindwa kunyanyua kanisa. Nataka kusema yeyote anayewekeza katika roho yake, hata ukiteremka kuzimu, unaweza ukaanzisha kanisa na likasimama. Yaani pale shetani alipo, utasimamisha kanisa na litanyanyuka. Kwa sababu gani? Roho yako inaponyanyuka, inaachia uzima, inaachia mafanikio, inaachia kustawi. Lakini unapowekeza katika mwili, maana yake moja kwa moja umeita kifo, unatembea na kifo. Na ndio sababu kuna watu wengi wanatumia nguvu nyingi za mwili, lakini matokeo yanakuwa machache, kwa sababu hauwezi kubeba mauti wakati huo unaita uzima. Mnanielewa kitu nazungumza? Wakati unawekeza katika mwili, wakati unastawisha mwili, na wakati huo unataka kustawi, haiwezekani. Na kwa sababu hiyo utakuwa ni mtu wa mark time. Unapiga mbele hatua moja, unarudi nyuma hatua mbili. Hauwezi kwenda mbele. Utakuwa kama magari ya Kimisri, yanazunguka lakini hayapigi hatua. Kwa sababu gani? Haujajua siri ya maisha yako. Na ndio sababu Biblia inasemaje? Ni nini kinachoushinda ulimwengu? Kinachoushinda ulimwengu ni imani yetu. Ndicho kinachoshinda ulimwengu. Na shetani anajua kanuni ya watu kuinuka, na mara nyingi anawapumbaza. Hata unapokaa chini, kuna namna roho yako inakwambia, bro, hichi unachokifanya huwezi kutoboa, lakini hauachi. Sasa watu wengi wanafeli. Kufeli, unaona kabisa ninafeli. Unafia pale, unaona kabisa naenda kufa pale, kwa sababu hakuna namna utavunja kanuni. Kwa sababu unapotembea na kanuni ya mwili, lazima ufe, lazima ushindwe. Lakini kuna kanuni ya roho. Unapowekeza katika roho, unaanza kuinua kanuni mpya. Kwa mfano, angalia katika hii Warumi sura ya 4, Warumi 8 mstari wa 1 na mstari wa 2.
Angalia kitu Biblia inasema. Biblia inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Anapozungumza hukumu ya adhabu, maana yake hakuna sababu ya mauti juu ya maisha yako. Hakuna sababu ya kukwamishwa kwenye maisha yako. Maana yake kuna sheria kabisa katika ulimwengu wa roho ambayo inafanya kazi kwenye maisha ya watu. Sheria ya kuwarudisha nyuma au sheria ya kuwapeleka mbele. Sheria ya kuwakwamisha au sheria ya kuwakwamua. Unaelewa kitu nazungumza? Kwa hiyo hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yake kufanikiwa ni sheria na kufeli ni sheria. Maana yake ukirusha jiwe lazima lidondoke chini. Hakuna namna unaweza kutoboa ikiwa uwezi kutengeneza misingi yako katika nafsi yako na katika roho yako kwa akili kabisa, ukielewa nini unachokifanya, na utaanza kuona hatua moja moja kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamani kusikia sauti ya mtu ikisema amen. Kuna mtu ananielewa kitu nazungumza? Nilisema mimi kushindwa ni maamuzi yangu. Yaani kushindwa kwangu hakumuhusu shetani. Kushindwa kwangu kunanihusu mimi. Kwa sababu Mungu ameweka kila kitu cha kufanikiwa. Na ndio sababu huwa nasema, na sijaanza kusema leo, nilisema tangu nilipookoka. Nilikuwa nasema mimi sizuiliki. Nilikuwa nasema hivi, sizuiliki. Mungu ameniwekea kila barabara ya kutokuzuiliwa. Mungu ameniwekea kila miundombinu ya kustawi. Bwana asifiwe. Ya kustawi, ya kufanikiwa, ya kuinuka. Hakuna namna utanikanyaga. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu natembea kwenye kanuni inayosema inuka. Natembea kwenye kanuni inayosema stawi. Natembea kwenye kanuni inayosema nenda mbele, sio rudi nyuma. Kwetu hatuna msamiati unasema rudi nyuma. Tuna msamiati unasema nenda mbele. Piga hatua. Nenda kafanikiwe. Nenda kastawi. Nenda katawale. Nenda kamiliki. Ndio msamiati tulio nao kwa watu ambao tumemkimbilia Yesu. Nimekukimbilia Bwana, nisiaibike milele. Wanaokukimbilia hawataaibika. Nani ananisikia kitu nazungumza? Sasa unisikilize. Anasema kwa kuwa nia ya nafsi, nia ya roho ni uzima na amani, nia ya mwili ni mauti. Maana ya nia ni lengo la mwisho. Maana yake ni direction, dira. Maana yake mwili una dira, roho ina dira, ina wapi inapoelekea. Nani amenielewa kitu nazungumza? Nitakuja kusoma huo mstari tena, lakini acha ni usome sasa hivi, maana sina uhakika kama nitaufikia. Unaposoma katika kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 16, anazungumza vizuri, na ndio sababu nawaambia ni makusudi. Anasema lakini basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Maana yake mwili una mahitaji yake, lakini enendeni kwa roho. Maana yake ni nini? Tengeneza vitu vinavyosababisha roho yako itembee. Enendeni kwa roho, hamtatimiza kamwe tamaa ya mwili. Na Biblia inasema wazi kwamba kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho ushindana na mwili. Maana hizi zimepingana hata muwezi kufanya mnayoyataka. Lakini Biblia inasema mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Maana yake kuna ngazi mmevuka. Unapoongozwa na roho kuna ngazi unaruka. Maana yake kuna uhuru unaupata. Maana yake unavuka vikwazo. Maana yake unapotembea na roho, maana yake unatembea katika ngazi juu ya vikwazo. Unanielewa kitu nazungumza? Unapotembea katika roho, unatembea kwenye ngazi iliyo juu ya vizuizi. Lakini unapotembea katika mwili, maana yake unatembea katika ulimwengu wa kuzuiliwa. Kwa hiyo unapotaka usizuilike. Ndio sababu Yohana anaandika vizuri, anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Nafikiri huo ni mstari wa 6.
katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 8 anasema, upepo uvuma upendako na pia unaelekea. Biblia inasema upepo uvuma upendako na unaelekea unakotaka na hakuna ajuaye. Bwana asifiwe sana. Alafu anasemaje? Kadhalika mtu gani? Mtu wa rohoni. Ngoja ni usome ili ni usome vizuri. Yohana 3:6 anasema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Akimaanisha yeyote anayetembea katika roho, aliyekubali kuzaliwa na roho na kutembea na roho, anageuka anakuwa roho. Alafu anayezaliwa na mwili ni mwili. Maana yake mwili una laana, una mateso, una vizuizi. Maana yake utatembea katika laana, utatembea katika vizuizi, kwa sababu unatembea, umezaliwa kwa mwili. Na ndio sababu ilikuwa ni vizuri sana Yesu kuja kuzaa watu, maana watu hawaelewi nini maana ya kuzaliwa mara ya pili. Maana ya kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa katika roho. Maana yake ni kuanzisha sheria mpya inayotawala maisha yako. Ndio maana ya kuzaliwa kwa roho. Maana yake unazaliwa kwa roho ili uweze kuwa na mbegu nyingine ambayo iko juu ya vizuizi, iko juu ya kushindwa. Maana yake sasa Mkristo anayeokoka ni lazima apalilie maisha ya kiroho. Na Biblia inaonyesha unapopalilia maisha ya kiroho unageuka kuwa roho. Nani ananielewa kitu nazungumza? Hamtanielewa mpaka niseme namna hii. Unajua watu ni rahisi kuamini mchawi anaweza kuingia kwenye chumba chako wakati umefunga milango. Lakini hawaamini mchungaji anaweza kuingia chumbani kwako ukiwa umefunga milango. Na ukisema hivyo watasema wewe ni mchawi. Lakini sasa nataka niwaulize, ni nini kinachomfanya mchawi aingie kwenye chumba chako wakati umefunga milango? Maana yake ni kwa sababu amejiambatanisha kwa kutosha na ulimwengu wa roho upande wa giza. Sasa anapojiambatanisha na ulimwengu wa roho upande wa giza, moja kwa moja anageuka, anaanza kufunction kwenye hali ya kiroho isiyo ya kibinadamu, kwa sababu ya uwekezaji aliyoufanya wa ulimwengu wa roho upande wa giza. Na nachotaka niwaambie kwa taarifa yako, hicho anachokifanya shetani kubadilisha maisha ya watu mpaka wanaanza kuwa kama spirit, wanakuwa kama roho, hiyo ni copy. Amekopi kutoka kwenye roho, kutoka kwa Mungu, amekopi. Kwa sababu Mungu ndiye ambaye, unamkumbuka Elisha anamwambia Gehazi, wakati ukiwa unapokea, je, roho yangu haikuwa pamoja na wewe? Maana yake Elisha yuko kwenye chumba, lakini anaishi, hazuiliwi na room, hazuiliwi na kuta za chumba chake. Yani maana yake yuko kwenye chumba, lakini yeye yuko zaidi ya chumbani. Maana yake anaweza kuona vitu zaidi ya chumbani. Masikio yake yanasikia zaidi ya pale kwenye kile chumba. Macho yake yanaona zaidi ya pale kwenye chumba. Na ndio sababu Gehazi anapokimbia kilomita kadhaa ili akapokea zawadi, anamwambia, je, roho yangu sio roho wa Mungu? Maana yake kuna namna amewekeza kwenye maisha ya kiroho kiasi kwamba roho yake inaweza kusafiri. Kilichozaliwa kwa roho ni roho, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Maana yake roho yake inafanana na roho ya Mungu, na maana yake operation ya roho yake inakuwa zaidi ya ubinadamu. Kwa hiyo anafika mahali anaanza kuona, anaanza kusikia. Unanielewa kitu nazungumza? Na ndio sababu mtu mmoja akamwambia, kuna nabii kule Israeli, ukilala chumbani kwako ukipiga story na mke wako, yeye anasikia. Unanielewa kitu nazungumza? Yeye anasikia. Maana yake watu wengi, unajua watu wa adui wamejua namna ya kujiwekeza kwa bwana wao, lakini watoto wa nuru wameshindwa kuwekeza kila mahali. Biblia ikafika mahali ikasema watoto wa gizani wana hekima ambayo watoto wa nuru hawana hiyo hekima. Maana yake watoto wa nuru wa gizani wanajua namna kufanya uwekezaji. Hata kwenye biashara huwa nawaambiaga watu, sioni sababu ya mtu aliyeokoka kuwa maskini. Yani mpaka kesho huwezi kunishawishi. Hakuna namna unanishawishi unafungua kanisa life. Hakuna namna utanishawishi unafungua biashara ife.
Hakuna namna unanishawishi, unaanzisha kitu kisisonge mbele. Hakuna. Kwa sababu hatujaribu. Huwa tuna kanuni ya mafanikio. Na ndio sababu mimi huwa nawaambiaga watu, hata hapa nilipo, huwa nawaambia watu, hapa nilipo msifikiri mimi hapa nimefika. TAG kiniambia Nimrod, ondoka kwenye hili kanisa, hata kama nimewekeza kiasi gani. TAG kiniambia ondoka, na naona Mungu ananiambia ondoka, mimi nabeba begi ninaondoka. Na ninakoenda naenda kustawi mara 2 ya nilipokuwa. Unanielewa kitu nazungumza? Kwa sababu siogopi. Yaani kuna hofu ambayo ilishaniisha. Hata nyumbani kwetu nilikuwa sihangaiki eti sijui kung'ang'ania mali, kung'ang'ania hiki. Hizo sio stori zangu. Yaani nina Mungu atakaye nirithisha ninachokitaka zaidi ya baba yangu. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata Yesu umepata yote. Acha kusumbukia ya ulimwengu. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yaani mimi ninajua kuna kitu nimebeba. Ninajua kuna kitu yaani ndani yangu mara zote nasikia ushawishi wa kufanikiwa. Nasikia ushawishi wa kutokurudishwa nyuma. Ndicho ambacho nakisikia ndani yangu. Kila nikisoma Biblia, hakuna namna utanishawishi ya kwamba mimi utanikwamisha. Nikikwama nimeamua kuwa mpuuzi. Bwana asifiwe sana. Lakini sikwami. Kama bado nitatembea na huyu Mungu kwa usahihi. Na ninasema kwa usahihi kwa sababu wanadamu hubadilika. Na hata kesho nikikwama, sio Mungu, ni mimi. Nimeacha njia. Kwa sababu kukwama, mtu anaacha barabara. Na mimi mara zote huwa nawaambiaga watu, ukiona mtu amekwama, haimaanishi alichokihubiri kilikuwa ni uongo. Alihubiri kwa usahihi, ujinga wake umemharibu. Amepoteza direction. Bwana asifiwe sana. Nachokihubiri hapa kitabaki kuwa kweli. Hata kama mimi nikaacha njia. Kwa sababu mtu yeyote anaweza kuasi. Lakini sijakuambia mimi naenda kuasi. Ila nimekuambia hakuna, ni lazima ujilinde. Ndio sababu Biblia inasema anayejidhania kwamba amesimama aangalie asianguke. Huyo ni Paulo akimaanisha kwamba yeyote anaweza kuanguka. Na ukitaka kujua, soma vizuri historia ya Injili. Soma vizuri historia ya kanisa. Utakuta miamba iliyoanguka, miamba iliyotikisa dunia, iliyopotea njia. Na ndio sababu kuna wakati nilikuwa naongea na watu niwaambia ni lazima ukanyage taratibu. Sije ukajisahau. Bwana asifiwe. Nani ananisikia kitu nazungumza? Sasa kama nafsi itatii roho, maisha yatakuwa chini ya uongozi wa Mungu. Kama itatii mwili, tamaa za dunia zitakutawala. Okay, niweke vizuri. Roho yako ikiwa na nguvu, nafsi yako itafuata. Nakumbuka dada mmoja alinifuata. Akasikia mimi naenda kanisani. Akaniuliza, sasa wewe kila siku unaenda kanisani, yaani kila siku uchoki? Ukiwa mtu wa mwilini, kwenda kanisani inachosha. Unaelewa kitu nazungumza? Alafu ukiwa mtu wa rohoni, kwenda disco inachosha. Na mimi nikamuuliza, nyie hamchoki kwenda disco? Unaenda disco Alhamisi, unaruka huko usiku wote huo. Unaenda disco sijui Jumamosi, unaruka huko. Alafu nikamwambia, kwa taarifa yako, mimi siendi kanisani Jumatano na Ijumaa na Jumapili. Mimi naenda kanisani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Kwa sababu mimi saa 10 niko kanisani naomba. Kwa hiyo naenda Jumatatu, naenda Jumanne, alafu Jumamosi nalala kanisani. Nasikia vizuri. Ukianza kuona ukishika Biblia unapata usingizi huko mwilini. Ukianza kuona hauwezi kuona mvuto kwenye Biblia. Unapokuwa mtu wa rohoni, unaposoma Biblia hauoni maandishi, unaona vitu. Maandishi yanageuka, yanaanza kuwa vitu. Kuna kusoma Biblia. Unaposoma Biblia ukiwa katika roho, unaanza kuona uponyaji wa watu. Hauoni maandishi, unaona afya ya watu, unaona mafanikio ya watu. Kwa hiyo ni
Ni kama unaposoma Biblia, ni kama unaingia katika mji ambao una vitu unavyovitaka. Yani maana yake unatembea ukishangaa, kumbe kuna hiki, kumbe kuna hiki, kumbe kuna hiki. Maandishi yanageuka yanakuwa vitu, maana yamevuviwa. Unaposoma Biblia ukiwa mwilini, maana yake unaona maandishi yanayoboa. Unaposoma Biblia ukiwa rohoni, maana yake unashika Biblia, unajikuta unasoma Biblia, unaamka kwenye kiti, unashika Biblia namna hii, alafu unaanza kutembea namna hii, kwa sababu unaona vitu ambavyo vinakushangaza, vinakunyanyua, vinakufanya uwezi kukaa. Unashangaa machozi yanatiririka wakati umeshika Biblia namna hii. Wakati umeshika Biblia, unashangaa maombi yanaanza kushuka, unaanza kuomba huku umebeba Biblia namna hii, kwa sababu Biblia ni sauti ya Mungu. Inaanza kuwa sauti iliyo hai ya Mungu ikizungumza na maisha yako, kwa sababu unaisoma katika jicho la rohoni. Na naelewa kitu nazungumza. Kwa hiyo ni lazima uelewe, na ndio sababu ni lazima uwekeze katika roho, yani kimaksudi. Na katika kutembea na Mungu huwa unafanya mazoezi, na ndio sababu Biblia inasema jizoeze utaua. Utaua ni kitu kinaitwa kujizoeza, exercise holiness. Maana yake unaposikia kujizoeza, maana yake anatumia lugha ya riadha, lugha ya mazoezi. Maana yake ni kitu ambacho unaanza kujitrain, unaanza kujifundisha. Na ndio sababu kutembea na Mungu ni maamuzi. Usikae ukafikiri, na kuna fundisho limepita, fundisho la watu wanasema ukiokoka imetoka, hauwezi kupoteza wokovu. Wanaanza kuleta story kama kuna agano la ndoa, na agano la ndoa alivunjiki, agano la Yesu Kristo na wewe litavunjikaje? Agano la wewe kuwa mtoto wa Mungu litavunjikaje? Na mimi nashindwa kuelewa wao wanasoma Biblia gani? Kwa sababu Biblia inasema shika sana ulichonacho, asije mtu akaitoa taji yako. Unaelewa kitu nazungumza? Biblia inasemaje? Uasherati usitaje kwenu. Maana yake ni nini? Uasherati unaweza kutajwa. Nani anaelewa kitu nazungumza? Biblia inazungumza habari ya kupigana vita, maana nyakati hizi ni za mwisho, nyakati za hatari. Biblia inasemaje? Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho yatatokea mafundisho ya mashetani, na watu watajitenga na imani. Hao wanaojitenga maana yake nini? Walikuwa ndani ya imani, mafundisho potofu yamewatoa ndani ya imani, wamejitenga na imani. Na ndio sababu Biblia inasema Roho aonya waziwazi. Lakini mtu anakuja hapa nyanya, sijui ukishaokoka one for all, hakuna uhitaji chochote. Hapana, wokovu unalindwa. Kutembea na Mungu ni maksudi. Ni lazima ujijenge kutembea na Mungu. Narudia, ni lazima ujijenge kutembea na Mungu. Ni lazima uwekeze katika kutembea na Mungu ili uweze kutembea na Mungu. Haitokei tu. Na mara zote. Na ndio sababu watu wote waliotembea na Mungu, Mungu aliwapa experience. Ile experience aliyowapa ilikuwa inawafanya watembee na Mungu. Unapomwona Yusufu anachukiwa na ndugu zake, ile ilikuwa inamjengea character ya kutembea na Mungu. Unapomwona Yusufu anatupwa kwa Potifa, ilikuwa inamjenga na kumwekea misuli ya kutembea na Mungu. Unapomwona Yusufu anatupwa gerezani, ilikuwa inamjengea misuli ya kutembea na Mungu. Maana kutembea na Mungu ni safari. Maana yake ni safari ya hatua ndogo ndogo mpaka baadaye unajikuta huko kule. Mtu tu anatokea hapa anataka awe bonke. Kabla bonke hajawa bonke, alianza kuhubiria watu 5. Kabla bonke hajawa bonke, alikuwa na ujasiri wa kuhubiria watu. Msisahau, alijenga misuli taratibu. Kutembea na Yesu ni lazima uelewe kwamba kuna sehemu napaswa kuwekeza, na unaanza kuwekeza mara moja, unawekeza kesho, unawekeza kesho kutwa, unawekeza. Baadaye unaanza kushangaa masikio yako yanafunguka. Ngoja niwaeleze tu taratibu. Na kwa muda wote nitakaojitahidi kuwa hapa, nitajitahidi kuongea na wewe. Kuna mtoto anaitwa Samuel. Samuel anapaswa kuwa kuhani, anapaswa kuwa muamuzi. Hajawahi kumsikia Mungu. Alafu amekaa kule ndani anasikia Samuel, Samuel. Anaenda kwa Eli, anaambiwa umeniita. Anasema sijakuita. Mungu hamwambii mimi ni Mungu. Angeweza kumwambia mimi ni Mungu, angeita Samuel, Samuel. Akati anashangaa aseme mimi ni Mungu ninakuita. No, alinyamaza kimya. Akaita ya pili Samuel, Samuel. Akaamka.
kitendo cha yeye kuamka na kwenda kuuliza kule kinatengeneza kitu kwenye safari yake. Mara ya tatu Samuel, ndio yule mzee akagundua kuna Mungu anamuita. Akamwambia, akikuita tena sema niko hapa Bwana, ninasikia. Akaita akasema, naam Bwana, niko hapa, mtumishi wako ninasikia. Mungu akaanza kuongea moyo wake. Kutokea hapo huwezi kusikia mahali Samuel ameitwa hajaweza kuelewa. Lakini walivyoendelea kutengeneza, kujitrain, inafika mahali Samuel anasimama namna hii, watu wote wanaongea, yeye anasikia sauti isiyosikika. Anaingia kwenye nyumba ya mtu anaitwa Yese. Anaposimama mahali pale, anaangalia kwenye akili, alafu Mungu anaongelea kwenye roho, anamwambia huyo nimemkataa. Akaja wa pili akamwambia huyo nimemkataa. Akaja mwingine, huyo nimemkataa. Wote. Alafu akauliza, je, hakuna kijana mwingine? Baba yake akasema yuko mwingine. Akasema huyo. Alafu Mungu akamwambiaje? Akamwambia, mimi siangalii kama nyinyi wanadamu mnavyoangalia, mimi ninaangalia. Okay, point yangu sio hiyo story. Point yangu naotaka kukuonyesha, wakati dunia iko kimya, wakati dunia ina vurugu, kuna mwanaume amesimama anaongea na mbingu wakati hakuna mtu mwingine yeyote anasikia, ila yeye amekaa pale, mbingu zinamsemesha. Yani yuko amesimama hivi, nyie mnaendelea na kazi za kawaida, lakini wakati amesimama hapo anaongea na Mungu, wanajibishana na Mungu, roho yake inamwambia Mungu na roho ya Mungu inaongea na Mungu. Maana yake hiyo ni misuli iliyotengenezwa katika hali ya rohoni, kiasi kwamba anaweza kuongea na Mungu akamjibu, wakafanya conversation, wakafanya mazungumzo wakati watu wanapiga story. Hiyo ni level. Nani ananielewa kitu nazungumza? Na ndio sababu Biblia inasema mambo ya rohoni kwa watu wa mwilini ni upumbavu. Na ndio sababu huwa nawaambiaga watu, dunia haina haja ya kutushauri habari ya Mungu wetu. Moja, dunia haina nafasi ya kutushauri habari ya imani yetu. Mbili, dunia haina uwezo wa kutufundisha tunachokiamini. Kwa sababu tunachokiamini ni zaidi ya ubinadamu. Tunachokiamini kimevuka science na masomo yao na logic zao. Maana yake kuna wakati logic zao zinakanyagwa. Kwa hiyo hawawezi kusimama na kuanza kutuelekeza. Tunajua wasichokijua. Nani anaelewa kitu nazungumza? Ninazungumza habari ya safari yako na kumpenda Mungu. Nazungumza habari ya safari yako na kumtumikia Mungu na kutembea na Mungu. Maana lazima uelewe hivi vitu na uanze kuwekeza katika hivi vitu, ili safari yako na Mungu uanze kupokea matokeo. Kuna wakati ninakaa mimi, vitu vingi ninaviona, huwa nakaa naona, na wala sio siri, huwa naona tu vitu vingi. Nawezaga kuona watu, na nikimpigia simu nakuta nilichokiona ni hivyo hivyo. Na nielewa kitu nazungumza? Naona. Nimeshapiga simu kwa watu kadhaa, namwambia 1 2 3, anajaribu kunipinga, nawaambia sikiliza, ulishaona na kupigia simu, acha kujidai kuzunguka, sema ukweli. Mtu ananiambia nilikuwa Morogoro, nilikuwa na mwanaume kule Morogoro, mimi niko Dodoma, yeye yuko Morogoro, na alikuwa Dar es Salaam, amesafiri ameenda Morogoro, yuko na mwanaume. Mimi naona, nampigia simu, inabidi akiri. Naambia sasa nenda kwa mchungaji wako kamwambie. Na nielewa kitu nazungumza? Maana yake kuna mahali, kuna vitu. Bwana asifiwe sana. Na kuna wakati nimegundua huwa naona vitu, wakati mwingine nakuwa nimekosea tafsiri. Alafu kinakuja kutokea nakumbuka hiki nilikiona, lakini tafsiri yangu, kwa sababu kuna kuona na pia kuna kufanya correct interpretation, kutafsiri kwa usahihi kile ulichokiona. Umeelewa kitu nazungumza? Ehe. Kwa hiyo kinapokuja kutokea kumbe hiki ilikuwa inamaanisha hivi. Umeelewa kitu nazungumza? Kwa hiyo huwa vinatokea. Natamani kuwawekea chachu. Nataka ndio sababu nimwambia nataka niongee taratibu. Lakini katika namna ambavyo mtataka mnielewe. Ili mnielewe, ili inachukua hatua. Niwaambie kitu. Unatengeneza ratiba ya kwamba asubuhi ni saa ngapi naomba. Unaweka alarm.
Unatengeneza ratiba ya kusoma neno, kwamba ninasoma neno. Tena unajipangia kabisa, nitasoma kila siku sura 2. Piga huo garagaza. Lazima sura ngapi? 2. Unajenga misuli. Unasema katika sura 2 lazima niwe na sura 1 ambayo nitaifanyia study. Maana yake nitakaa. Kuna kusoma Biblia na kuna kufanya study ya Biblia, kujifunza Biblia. Unasema hii sura nitajifunza, nione Mungu anasema nini na mimi. Unaandika. Wakati unaandika hautaona kama kuna kitu umeingiza. Lakini itatokea tu siku moja Goliati atatokea mbele yako. Alafu utaanza kugundua experience yangu na simba, experience yangu na dubu ndio ambaye inakuwezesha sasa kupiga nani? Goliati anayosimama wapi? Mbele yako. Haitokei kuangusha Goliati kabla hujaangusha simba. Haitokei kuangusha Goliati kabla hujakutana na dubu. Maana yake dubu ni nini? Ile study unayoifanya peke yako. Baadaye unashangaa ufunuo mkubwa wa Mungu unatokea. Na watu wanashangaa, hii neema iko ndani ya huyu mtu imetoka wapi? Neema inatengenezwa. Naomba tusimame.